Katika maisha ya wanafunzi wa Kikristo ambao tunaita UKWATA. Asante sana. Tuko wengi sana, tuko wengi. Mbarikiwe na Bwana. Na kama tunao watoto, tuwatie moyo, waingie kwenye hiki chombo. Ni cha baraka sana. Kinakuza, kinalea mwanafunzi hasa wa sekondari aliye Mkristo kukulia neema ya kumjua Yesu Kristo. Hapa naposema si hisia, si juhudi, si mkakati. Nikiwa mwanafunzi wa sekondari, lakini pia nikiwa mwanachama wa huo umoja wetu wa Kikristo wa wanafunzi katika shule niliyosoma, tulikuwa na kaka zetu waliokuwa wakimpenda sana Mungu. Tulikuwa na dada zetu waliokuwa wakimpenda sana Mungu. Kwa hiyo kila unapoingia kwenye hiyo shule, kuna watu waliokutangulia. Kuna wanaokutangulia kwenye maeneo fulani, labda ni social, nao wanakuambia hapa tunafanya hivi. Wanaokutangulia katika hicho na kile, lakini pia unakuta katika mambo ya kiroho kuna wanafunzi wanaokutangulia. Na tulikuwa na vipindi ndani ya mazingira ya shule. Na tuliona kaka zetu, dada zetu ambavyo kiroho wamekomaa. Na kama ninavyosema miaka ya 90, lakini kumbe hata nyuma ya miaka ya 90, wimbi vuguvugu la kutamani kuona dalili za nguvu za Roho Mtakatifu zilikuwa zipo zinazunguka katika kanisa. Na sisi wanafunzi tulikuwa na shauku ya kupokea nguvu. Sasa kulikuwa na namna. Wewe tangu tumekupokea form 1, umemaliza muhula wa kwanza, umekuja baada tumerudi midterm, umerudi, tumeendelea kukukuza, kukufundisha nguvu za kupokea alama za Roho Mtakatifu. Bado uko mkavu, yani ilikuwa ni jitihada. Bwana asifiwe. Basi unaenda kwenye hicho kipindi chetu, tunakwenda kumwambia Mungu, leo nisitoke kapa tena. Na ukweli ilikuwa jinsi ya kunena kwa lugha. Basi tutaambiwa, haya tufanye hizi, fanyeni hivi, fanya hivi. Mwisho ni rahisi kusema, wewe mwana UKWATA ni wa namna gani? Hujaongoka kabisa. Kwa nini mpaka leo umekuwa mkavu, hujapokea kipawa? Nataka kusema vipawa vya Roho Mtakatifu wakati mwingine si kwa jitihada zetu, si kwa mikakati yetu binafsi, si katika kuiweka kwamba sasa na kufundisha, sema hivi, rudia hivi. Alafu sasa baada ya kurudia, ulimi ukichanganya, umejazwa Roho Mtakatifu. Naweza kusema wakati mwingine inaweza katokea au isiweze kutokea, lakini si guarantee kwamba hapo ndipo tumepokea kipawa. Wakati mwingine ni hisia zetu, ni jitihada zetu. Wanafunzi hawakufundishwa. Amen.